Leo ni siku ya 4 ya ziara yangu katika mkoa wa Simiyu. Imekuwa ni ziara yenye mafanikio makubwa sana. Ninapomaliza hapa na ninapomalizia ziara kwenye mkoa huu wa Simiyu, nitakwenda kufanya mkutano wa majumuisho pale Bariadi ili niseme yale yote ambayo tumeyaona ndani ya ziara hii, lakini kwa ujumla imekuwa ziara ya mafanikio makubwa. Ziara hii inalenga kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo na kuweka mawe ya msingi katika mkoa wetu huu. Vile vile ziara hii ina lengo la kuwasikiliza na kuongea na wananchi. Katika wilaya yetu ya Maswa, nimeingia leo asubuhi, nilizindua kiwanda cha kuchambulia pamba mbegu cha Sri Rajendra Agro Industry. Ni kiwanda kikubwa cha shilingi bilioni 12 na milioni 400 na kina uwezo wa juu wa kupokea tani au kutengeneza tani 350 za pamba mbegu kila siku. Kiwanda hiki kitatoa ajira katika wilaya yetu, kitaongeza thamani ya pamba na kuhakikisha soko la pamba tunayoilima hapa katika wilaya yetu, kwamba pamba yote itakayolimwa kiwanda kile kina uwezo wa kununua na hivyo kuhakikisha soko la pamba katika wilaya yetu. Hivyo tutakuwa na uhakika wa kupata bei nzuri ambayo serikali tutaisimamia. Niwapongeze sana wawekezaji hawa. Nimewaahidi kuwa tutaendelea kushirikiana nao na nimewakaribisha kupanua zaidi uwekezaji wao. Ni ndoto yetu kuona viwanda vingi zaidi vinatumia pamba yetu kuzalisha nyuzi, na mwelekeo ni mzuri sana. Ndugu wananchi, niwapongeze pia wanamaswa kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya kujiletea maendeleo. Nimefurahi kupata taarifa kuwa mmekuwa wazalishaji wazuri sana wa pamba. Katika msimu huu wa kilimo 2024-2025, mkoa wa Simiyu umelenga kuzalisha tani 278,358 za pamba au pamba mbegu, ambapo hadi kufikia Januari 25 wakulima mkoani humu walikuwa wamelima hekta 212,882. Kwa hapa halmashauri ya Maswa tunatarajia kuvuna tani 60,438. Hivyo tuendelee kulima kwa wingi kwa sababu soko lipo, viwanda vipo. Maswa oye! Ndugu zangu, niwashukuru sana. Nawashukuru sana Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, lakini mshukuru mkuu wa mkoa, wabunge ndugu yangu Mashaka Ndaki na Nyongo, Mheshimiwa Nyongo, lakini pia kwaya iliyoimba hapa ya AICT. Wamesema yote ambayo ningeyasema. Nilitaka nizungumzie kiwanda cha Chaki, lakini kwenye suala hili la kiwanda cha Chaki niombe halmashauri ya Maswa watenge eneo jengine zaidi ili kiwanda hiki kipate eneo kubwa la kupata malighafi, kwa sababu ni kiwanda tunachokitegemea kitaifa kuzalisha Chaki na kusambaza maeneo mengine. Kwa hiyo niombe sana wapate eneo zaidi kwa ajili ya malighafi. Lakini nilitaka kuzungumzia masuala ya afya, elimu, maji na umeme na barabara ambayo yote yamezungumzwa vizuri sana. Kwa hiyo kwa upande wangu tajielekeza moja kwa moja kwenye pongezi kwa wanamaswa kwa ulipaji wa kodi mzuri sana na kwa kiwango cha makusanyo ambayo mmekuwa mkipata kwenye halmashauri. Mwaka huu mlipangiwa kukusanya shilingi bilioni 3.6 na hadi mwisho wa mwezi Mei halmashauri ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 3,460,000 sawa na 96.21 ya lengo. Hii ni kazi nzuri na ni matumaini yangu tukifika mwisho wa mwezi huu kiwango hiki kilichopangwa kitakuwa kimetimia. Hiki ni kiashiria kuwa halmashauri hii inafanya kazi vyema kwenye ukusanyaji wa mapato, lakini niwaombe kwamba wanaweza wakafanya vizuri zaidi, wakakusanya vizuri zaidi
na hasa kwa kuwa kuanzia mwaka wa fedha ujao kiwango au malengo mliowekewa yamepandishwa kidogo. Kwa ni waombe mjitahidi mkusanye vizuri kama mnavyofanya mwaka huu. Lakini kupatikana kwa mapato haya kwa wakati kunasaidia kuharakisha maendeleo ya halmashauri yetu na ya nchi kwa ujumla. Hivyo tuendelee kulipa kodi kwa maendeleo yetu. Wana Maswa, ni waombe sana tuendelee zile kodi na tozo tulizowekewa tulipe kwa ajili ya maendeleo yetu. Maendeleo tunayoyazungumza leo hapa ni kwa sababu tumekusanya kodi na tumetumia kodi zile kurejesha kwenu wananchi kwenye maendeleo ya sekta hizo za jamii, lakini na maeneo mengine ya miundombinu. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, serikali inaendelea na ujenzi wa reli ya kisasa yani SGR toka Dar es Salaam hadi Mwanza, na wilaya hii imebahatika kuwa kituo cha kushushia na kupakilia mizigo kitakachokuwa hapa Maswa katika eneo la Malampaka. Na nataka nimshukuru sana ndugu yenu Kadogosa, yuko hapa, ndiye msimamizi wa mradi huu na amejitahidi, kazi inakwenda na tunamshukuru sana. Kwa hiyo niwaombe mchangamkie fursa hii. Fursa zinazokuja za maboresho ya miundombinu ndani ya wilaya yenu, nendeni kazichangamkieni. Kutakuwa na fursa za ajira na zabuni wakati wa ujenzi, na vile vile tujipange namna tutakavyonufaika na huduma za reli pindi ujenzi utakapokamilika. Tuanze kujielekeza kufikiria uzalishaji zaidi, kuongeza thamani pia, na vile vile kuyafikia masoko ya mbali kwa kutumia usafiri nafuu wa SGR. Ndugu zangu, ni dhahiri kwamba Maswa ya leo ni ya maendeleo. Niwaombe sana tumieni fursa zilizotokana na maendeleo haya. Ndugu zangu, ndugu wananchi, ndugu wana Maswa, nihitimishe kwa kukuhakikishieni kwamba serikali itaendelea kuwawezesha kupitia uwekezaji unaofanywa kwenye maendeleo ya halmashauri yetu. Na sasa baada ya kusema hayo, niwaombe, kwa kuwa bado tuna mkutano mwingine kama nilivyosema na mkutano wa majumuisho, naomba sasa mturuhusu tuweze kuendelea na ziara. Na washukuru tena ndugu zangu wana Maswa, na nimwombe Mwenyezi Mungu awabariki. Na wapenda sana, niwapongeze sana mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri na watendaji wetu kwa kazi nzuri mnayoifanya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wana Maswa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Oktoba. Asanteni sana.